وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، آمين. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا أخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الذين آمنوا walioamini, wahajaru na wakahama kutoka katika miji ya kikafiri kwenda katika miji ya Kiislamu, yani wale masahaba wa awali waliohama pamoja, walioamini pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, halafu wakaacha mali zao na majumba zao na jamaa zao na miji yao walioizoea kwa sababu ya kufuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuhamia katika mji wa Kiislamu wa Madina. Wajahadu, halafu wakapigana jihadi katika kulinda imani yao na kulipiza kisasi kwa dhulma waliofanyiwa fi sabilillahi, katika njia ya Allah. Biamwalihim anfusihim, wakafanya hivyo kwa kutumia mali zao na nafsi zao. A'dhamu darajatan inda Allahi, watu hao wana malipo makubwa zaidi kuliko mbele ya Allah kuliko wale ambao wanashughulika na kuwanywesha mahujaji na kuendeleza au kuimarisha misikiti wa Maka. Wa ulaika humul faizun, na hao ambao wameamini halafu wakafanya hayo mema ndio ambao wamefaulu kweli kweli. Yubashiruhum rabbuhum, anawapa wao taarifa njema au bishara njema Mola wao mlezi, birahmati minhu, kwa rehma inayotoka kwake yeye, wa ridwanin, na radhi, wa jannati lahum, na pepo kwa ajili yao, fiha naimu muqim, katika pepo hizo au katika mabustani hayo kuna neema zenye kuendelea milele. Khalidina fiha abada, watakaa katika pepo hizo au mabustani hayo milele pasi na kutoka. Inna Allaha, hakika ya Allah, indahu, kwake yeye, ajrun adhim, ndio kuna malipo makubwa kabisa. Aya hizi zinaendelea kuelezea lile jambo ambalo aya za jana zilitaja, aya mbili tulizosoma jana mwisho, innama ya'muru masajid Allahi na aj'altum siqayat alhaji, kwamba wanaoimarisha misikiti ya Allah kikweli ni waumini na ambao wanafanya matendo mazuri zaidi kuliko wanaolishiza mahujaji ni wale ambao wameamini alafu wakatenda matendo mema. Kwa hiyo katika matendo mema hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zilizopita ni kama kwamba ameashiria kwamba hawa watu faasa ulaika an yakuna min almuhtadin, watakuwa ni katika watu ambao wameongozwa. Je, wakiongozwa mwisho wao ni nini? Ndio maana jana nilikuwa tunasema wameongozwa kwa hidayah zote mbili, hidayatul bayan na hidayatut tawfiq. Halafu matendo haya mema ya kuongozwa kwao kutawapelekea kutenda matendo mema, na matendo mema yatafikisha katika pepo. Kwa hiyo aya za leo zinataja kwamba ile hidayah na tija yake ni nini, mtu akipata hidayah anafikia wapi. Ndio Allah akasema kwamba watu hawa watakuwa ni wenye kufaulu kwa kuingizwa katika pepo. Kwa huo ndo mnasaba wa aya zilizopita na aya ambazo tunaendelea nazo. Ama katika tafsiri amesema alladhina amanu wa hajaru, maana yake alladhina amanu ay ashabu Muhammadin alayhi salatu wassalam, wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani masahaba zake. Alladhina amanu billahi ta'ala, ambao wamemwamini Allah mtukufu, wamemwamini Allah mtukufu na wakaamini na nguzo nyingine zilizobakia baada ya nguzo hiyo, yani nguzo nyingine zote za imani vile vile wakaziamini. Alladhina amanu, wale ambao wameamini
wa bikulli ma yajibu alaihim al-imanu bihi, wamemwamini Allah na kuamini yote ambayo wanatakiwa wao wayaamini. Wahajaru min awtanihim wa diyarihim ila madinati rasulillah, na wakahama kutoka katika miji yao na katika nyumba zao wakaenda katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu, na wakapigana jihadi, liilai kalimati llahi taala, kwa ajili ya kulinyanyua juu neno la Allah mtukufu, biamwalihim wa anfusihim, kwa mali zao na nafsi zao. Ulaika arfau manzilatan, hawa wana daraja ya juu kabisa. Wa a'la makanatan, na wana nafasi tukufu zaidi inda Allah, mbele ya Allah. Min suqati alhaji, kuliko wale ambao wanawapa maji mahujaji wa umari almasjid alharam, na wanaofanya ziara katika mji mtukufu na katika nyumba tukufu ya Baitullahi alharam, min almushrikina, miongoni mwa washirikina. Kama qala taala, mfano wake aya hii ni kama, au aya hii inatafsiriwa, kipande hiki kinatafsiriwa na kauli yake Allah alivyosema, la yastawi alqa'iduna min almu'minina, hawalingani waumini ambao wamekaa majumbani hawakwenda katika vita, ghairu ulidharari, ukiachia mbali, ukitoa au isipokuwa wale ambao ni wenye dharura, yani wenye maradhi au walemavu au vipofu au wanawake au watoto wadogo au watu ambao wana wazazi, watu wazima kuangalia, na mfano hivyo katika watu wenye udhuru au wasio na uwezo wa kimali, kimaandalizi kwenda katika vita. Hawa hawafanani, maanake hawa ambao wana dharura hizi, wao bado daraja yao ni sawa na mujahidin kwa sababu ya nia zao, lakini wale ambao ni wazima lakini hawakuweza kutoka kwa sababu zao binafsi, hawa hawafanani. Walmujahidina, kufananishwa na mujahidina fi sabilillah, katika njia ya Allah, biamwalihim anfusihim, wanaopigana katika njia ya Allah kwa kutumia mali zao na kuwa tayari kuzitoa nafsi zao. Faddala Allahu almujahidina, Allah amewapa fadhila na ubora wenye kupigana, biamwalihim anfusihim, kwa mali zao na nafsi zao, ala alqa'idina darajatan, kuliko wale walioko majumbani kwa daraja kubwa kabisa. Wa kullan, na wote muda wa kuwa ni waumini. Wa'ada Allahu alhusna, Allah amewaahidi malipo mema. Wa faddala Allahu, lakini bila shaka yoyote Allah amewafanya bora almujahidina, wale wenye kupigana, ala alqa'idina, kuliko wale ambao wapo majumbani, ajran adhima, kwa malipo makubwa kabisa. Na malipo yakisemwa na Allah ambaye ni mkubwa, kwamba na yenyewe ni makubwa, bila shaka ni makubwa sana. Darajatin, kwa daraja nyingi kabisa, sio daraja moja. Minhu, inayotoka kwa Allah. Wa maghfiratan, na msamaha wa makosa yao yaliyopita. Wa rahmatan, bali hata makosa ambayo yanakuja hatujui katika sheria ya dini. Wanasema watu wa hadithi kwamba hadithi yoyote inayotaja kwamba mtu atasamehewa madhambi yaliyopita na yajayo, basi hadithi hiyo ni dalili kwamba hadithi hiyo ni dhaifu, isipokuwa hadithi ya Ashura, fadhila za kufunga Ashura, ambayo inasema mwaka uliopita na mwaka ujao, sio madhambi yajayo yote, mwaka ujao. Isipokuwa jambo la jihadi. Mtume sallallahu alimwambia mmoja katika masahaba, Umar kama sikosei, kutaka kumpiga mmoja katika watu ambao walivujisha siri, akamwambia, wama adraka, kitu gani kitakujulisha, la'alla Allah nadhara ila qulubi ahli Badr, huenda Allah ameshaona katika nyoyo za watu wa Badr zote, ashazipitia. Na fakala, akasema, i'malu ma shi'tum, fanyeni mnavyotaka, kad ghafartu lakum. Huenda ikawa Allah amesema kwa watu wa Badr kwamba nyinyi fanyeni chochote kile, kwa sababu ya mlichokifanya katika vita vya kwanza kabisa, mkasimama imara mpaka mkapata ushindi, Allah akakupeni ushindi, basi nyinyi baada ya hapo fanyeni mnavyotaka, kutokana na fadhila na ubora wa tukio la Badri. Kwa hiyo katika vita peke yake ndio kuna laalla, huenda ikawa watu wameshasamehewa mpaka matendo watakaoyafanya. Kwa maghfira Allah ameyaweka kwa watu wa jihadi, wa darajatan, na wa rahmatan, na rehma kubwa. Wa kana Allahu ghafura rahima, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Wa qala subhanahu, na vile vile Allah akasema, la yastawi minkum, hawafanani kati yenu nyinyi kwa nyinyi masahaba, man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, yule ambaye alitoa sehemu katika mali yake kabla ya fathu Makkah, wa qatal, halafu akapambana kabla ya fathu Makkah ambayo ilitokezea mwaka wa 6. Kwa miaka yote ya nyuma ambaye alikuwa ametoa, huyu ametoa bora zaidi, ana fadhila bora zaidi kuliko yule ambaye atatoa kuanzia mwaka wa 7 au baada ya fathu Makkah na kuendelea mpaka mwisho wa dunia. Hatofanana na yule ambaye ametoa kabla ya fathi halafu akapambana. Ulaika a'dhamu darajatan, waliofanya jihad kabla Uislamu kupata nguvu, yani kabla ya fathu Makkah,
wana daraja kubwa zaidi min alladhina anfaqu min ba'du, kuliko wale ambao wametoa baada ya hapo, wakatalu, na wakapambana katika jihadi, wa kullan, lakini wote, wa'ada Allahu alhusna, Allah amewaahidi malipo mema, wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah ni mwenye habari juu ya matendo yote ambayo mnayatenda. Pia kwa hadithi ambayo ni mashuhuri kutoka kwa Abi Said al-Khudri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la tasubbu ashabi, msiwatusi, msiwatukane, msiwatie aibu, msiwakebehi, msiwaseme vibaya masahaba zangu. Falau anna ahadakum, laiti mmoja wenu, anfaqa mithla uhudin dhahaba, ametoa sadaka au zaka inayofanana uzito wake na mlima wa Uhudi ugeuzwe kwa ni dhahabu, yani dhahabu sawa na mlima wa Uhudi, kitu ambacho haiwezekani mtu kukipata akakitoa sadaka kitu hicho. Laiti ingalikuwa inawezekana mtu akapata mali kubwa kiasi ya kuweza kutoa dhahabu sawa na mlima wa Uhudi, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, hawezi mtu huyo kufikia kibaba kimoja, wala nasifahu ay nisfu almuddi, au yani nusu ya kibaba. Akasema mithla uhdin dhahaba, yaani mtu ambaye si sahaba aliyekuwa katika wa mwanzo akitoa dhahabu zinazofanana na Uhud uzito wake, haiwezi kufanana na sahaba ambaye ametoa chakula kabla ya fathi kinachofika kiasi cha mudi moja, na mudi moja, mudi ziwe 4, yani vibaba vikiwa 4 ndo vinaambiwa kwamba ni pishi moja, na pishi moja ndo tunaikisia kwamba ni kilo 2.5, kati ya kilo 2.5 mpaka kilo 3, kati ya kilo 2.5 mpaka kilo 3 ndiyo pishi moja, yani ndiyo arbaatu amdadi, ndiyo vibaba 4. Kwa hiyo kinini kimoja kinaweza kikawa nusu pishi, tuseme ni kilo 1.5. Kwa hiyo ile mudi kubwa kabisa basi ni kilo 1 kasoro, kilo 1 kasoro. Aliyetoa chakula kilo 1 kasoro au nusu yake, maana yake aliyetoa robo na kidogo, maana yake hata nusu haifiki, nusu kilo haifiki aliyoitoa sahaba. Malipo yake wakati huo hayafanani na mtu ambaye atatoa dhahabu isiyowezekana kutolewa. Tuseme kwa ufupi, isiyowezekana kutolewa, yani dhahabu inayofanana na uzito wa mlima katika milima yoyote unaijua wewe, pigia mfano mlima huo. Wa ulaika humul faizun, na hao ndio ambao wamefaulu. Hii hadithi na aya hizi zinaonesha juu ya fadhila na utukufu na ukubwa wa masahaba. Katika makosa ni watu kuja baadaye wakataka wao eti wanasibishwe na wao ni wanafanana na masahaba, wakajiita majina kwamba wao ni sawa, na haya ni matusi kuwatusi masahaba. Ukisoma visa vya masahaba, mtu anapigwa mkuki, yupo katika swala hakati swala yake, halafu nakuja kufananisha na hawa watu ambao tunawajua. Unampa msahafu mtu asome, tumekaa nao mara moja daura, tukawaita, unampa mtu msahafu asome, anasema wallahi umetufedhehesha leo Sheikh, Qur'ani hujui kusoma, halafu wanajinasibisha na masahaba hawa ambao walibeba Qur'ani katika vifua yao yote, wakabeba na maneno ya Mtume, wakawa ni afqahu nnas, a'lamu nnas baada al-anbiya. Ndio mtu anasema yeye ni katika wale wapi na wapi. Huwezi kufikia matendo yao, hata kama yeye alikuwa ametoa chochote kidogo, wewe utoe kingi chochote utakachokiweza, huwezi wewe kulingana na hawa, kujinasibisha na hawa, muda wa kuwa wewe ni katika watu wa akhiru zaman, na kila zama zinavyoongezeka watu wanakuwa ni waovu. Haya ni matamanio tu, na kila mmoja kama alivyosema Imam Ahmad, kila mtu anatamani kikubwa, lakini kufikia pale penye pakubwa, jambo hilo ni gumu mno. Kwa hiyo watu waache kujiita majina, wafanye matendo. Mtu kama anaweza afanye matendo ya watu wema waliopita. Mathalan, inatajwa katika athar kwamba ilikuwa kabla ya alfajiri, ukipita katika chochoro za Madina unasikia mlio sawa na mlio wa nyuki, katika kila nyumba kuna wasoma Qur'an. Wafanye hili watu, tulisikie tulione, hawa tutakuwa tuna haki sisi ya kuwaita kwamba kweli hawa wanafanana na wale watu wa karne 3 za kwanza. Au ulipopatikane mgonjwa ameng'atwa na nyoka au na nge, au mtu anaumwa na mashetani, halafu wamfanyie dua apone, tunasema hawa watu kweli ni kama watu wale wa kwanza. Lakini katika hali hizi, haya tunayoyafanya leo ni daawa, ni kujidai tu, lakini katika uhalisia watu hawa sisi hatuwezi kufikia hata thamani ya vile walivyokuwa wanavivaa, hata thamani ya chochote katika kile walichokuwa wanakitoa, sisi hatuwezi kuvifikia, achilia mbali kuwafikia wao daraja zao.
wa ulaika humul faizun, hao ndio ambao wamefanikiwa. Ayu ulaika alladhina amanu hajaru, walioamini na kuhama, wajahadu, na wakafanya jihadi fi sabila, katika njia ya Allah, humul ladhina yaghfaruna bima tulubihim, ndio ambao watafanikiwa kupata wanayoyataka, bidukhuli janna, kwa kuingia pepo, wanajati minan nar, na kuepushwa na moto. Kama qala taala, kama ambavyo Allah amesema kwamba waliofaulu kweli ni wale watakaopata pepo. Amesema faman zuhziha anin nar, katika aya ambayo imetaja kullu nafsin dha'iqatul maut. Akasema Allah kwamba atakayepushwa na moto, wa udkhila aljannata faqad faza, na kaingizwa peponi, huyo ndio ambaye amefuzu kweli kweli. Na kama ambavyo pahali pengine amesema inna lilmuttaqina mafaza, wacha Mungu ndio ambao wamefaulu kweli kweli. Na kama ambavyo amesema la yastawi ashabun nar wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun, kufuzu ni kwa yule ambaye ameingia peponi, wala hakuna kuokoka kama wanavyodai baadhi ya watu wanaojiita walokole au baadhi ya Waislamu wanaojiita firqatun najia. Hakuna kuokoka mpaka uingie katika pepo. Fa amma alladhina su'idu, ama wale ambao wamepata furaha ya kweli, fa fil janna, wako peponi tayari, wameshafika. Bahati mbaya mtu anajiaminisha akiwa katika dunia, anasema kadha na kadha, alafu anasema kwamba sisi ndio firqatun najia, fa innahu la ya'manu min makri llahi illa alqawmul khasirun. Hakuna anayejiaminisha na adhabu ya Allah isipokuwa hiyo ni dalili kwamba mtu huyo amepata hasara. Bali mwanadamu muda wa kuwa yupo katika ulimwengu anatakiwa awe katika hofu na matumaini, wala asijikatie moja kwa moja akajifanya yeye kwamba yeye na wenzake anaowataka yeye kwamba wao ndio wamefaulu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika aya inayofuata, yubashiruhum rabbuhum bimaghfiratin minhu, Allah anawapa taarifa njema watu hao kwa rehma inayotoka kwake yeye. Na mnasaba wa aya hii ni kwamba pametajwa nyuma yake humul faizun, imetajwa muhtadin, halafu ametajwa kwamba ndio faizun, halafu anatajwa sasa hiyo fauzi yenyewe ni kitu gani. Ndio mnasaba wa aya hii. Amesema yubashiruhum rabbuhum birahmati minhu wa ridwan, maana yake yu'limu Allahu, Allah anatoa tangazo, alladhina amanu, kwa kuwajulisha wale ambao wameamini, wahajaru, na wakahama, wajahadu fi sabilillah, na wakapigana katika jihadi katika njia ya Allah, bi anna lahum rahmatan adhimatan min rabbihim, kwamba wao watapata rehma kubwa kutoka kwa Mola wao mlezi, yazulu biha anhum shurur, ambayo itaondoshia wao aina zote za shari, wayasilu ilaihim biha kullu khairin, na itawafikisha kupitia kheri hiyo katika kila kheri, kupitia rehma hizo kila kheri. Wa annahu radhiya anhum ridhan kamila, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia radhi iliyo kamili. Akasema waridwanin, na vile vile Allah atawapa radhi, ambayo ndio jambo kubwa zaidi kuliko mambo yote katika dunia hii na akhira yake. Hakuna jambo kubwa kama kupata radhi zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaskhatu alaihim abada, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hatawachukia wao milele. Mfano wake ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wasabiquna alawwaluna, na wale watangu wa mwanzo waliotangulia, minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirina na ansar, yani waliohama kutoka sehemu mbalimbali wakahamia Madina, na masahaba waliokuwepo Madina wakainusuru dini, walladhina tabauhum, na wale waliowafuata hao biihsanin, kwa wema, yani wakawa hawakuzusha namna za ziada kuliko vile walivyokuwa wanafanya hawa kujitengenezea namna mpya, imma za kujiita majina mbalimbali, au kujigawa katika mavazi, au katika namna ya kuzungumza, au katika namna ambazo Waislamu leo wanajigawa katika makundi tofauti tofauti, wakijiita kila mmoja wakijiita wao kwa jina ambalo wanaliona ni tukufu zaidi kuliko jina jingine, na pengine kupelekea na kuwasema wengine vibaya. Alladhina tabauhum biihsan, ambao wamewafuata hawa masahaba kwa wema, sio kuwafuata hawa masahaba alafu kwa ajili ya kuwadharau wengine, kwa ajili ya kuwabeza wengine, kwa ajili ya kuwadhalilisha wengine. Biihsani ni sharti katika tibaa, katika kuwafuata masahaba, ili nawe uwe nao ni lazima umefuata kwa ihsan. Na kuwafuata masahaba kwa ihsan kumeonyeshwa vizuri na maimamu mbalimbali, wakiwemo maimamu wanne hawa maarufu ambao tunawajua, ambao wanafahamika kama imamu wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Namna walivyoishi ndio kutupigia mfano kwamba wafuatwe vipi masahaba biihsanin, kwa wema, katika namna ya kustahamiliana, katika namna ya kuwa na adabu na wengine, katika namna ya mazungumzo, katika namna ya itikadi, katika kila namna wametufundisha hawa maimamu hawa, na wale maimamu wakubwa waliofuata maimamu hawa katika itikadi na katika matendo.
Kwa hiyo alladhina tabauhum biihsanin, namna nzuri ya kuwafuata masahaba kwa wema inafundishwa mtu kupitia madrasa au manhaji zilizowekwa katika madhhabu hizi ambazo zilikuwa zinafuata abra alquruni, kupitia karne zote hizi, pasi na kugawa baina ya watu hawa. Radhiyallahu anhum, hao wote Allah amewaridhia, waradu anhu, na vile vile wao wamemridhia yeye. Wa aadda lahum jannatin, na Allah amewatayarishia mabustani, tajri tahtaha al-anhar, ambayo yanapitiwa chini yake na mito, khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Dhalika alfawzu alazim, na huko ndio kufuzu kuliko kukuu. Waqala azza wa jalla, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, hal adullukum ala tijara, je ni kujulisheni biashara, tunjikum min adhabin alim. Ikaendelea aya hizi kutaja mpaka ikafikia pahali Allah akasema wa jannatin wa masakin tayyibatan, na wataingizwa watu katika maskani nzuri, yani katika pepo, fi jannati adin, katika pepo za milele. Dhalika alfawzu alazim, huko ndio kufuzu kuliko kukubwa. Hapa ndio mahalu shahidi panapoungana na aya hizi kwamba kufuzu kukubwa ni mtu kuingizwa. An abi Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala, mtume amesema katika hadithi mashuhuri vile vile, inna Allaha yaqulu li ahli aljanna, akizungumzia kuhusiana na ridwan min Allah, radhi zinazotoka kwa Allah. Allah atasema, ya ahli aljannati, yenye watu wa pepo, watu kazi wa peponi, fayaquluna, watasema, labbaika rabbana wa sa'daika, tunakuitika wewe Mola wetu, wa sa'daika, na saada yote ipo kutoka kwako, wal khairu fi yadayka, na khairi yote ipo katika milki yako. Fayaqulu, watasema, hal radhitum, je mumeridhika? Fayaquluna, watasema, wama lana la nardha ya rabbi, tuna nini sisi mpaka tusiridhike ewe Mola wetu? Waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, hali yakuwa sisi umetupa katika neema ambazo hujampa yoyote katika viumbe wako. Fayaqulu, atasema Allah, ala u'tikum afdala min dhalika, je nisikupeni kitu ambacho ni bora zaidi kuliko pepo na yote niliyokupeni? Fayaquluna, atasema, ya rabbi, ewe Mola, wa ayu shay'in afdal, na kitu gani ni bora zaidi, min dhalika, kuliko pepo? Fayaqulu, atasema, uhillu alaykum ridwani, ninakuhalalishieni radhi zangu, fala askhatu alaykum ba'dahu abada, sitokasirika nanyi milele. Kwa hiyo waridwanun, pale pengine amesema waridwanu min Allah akbar, na radhi zinazotoka kwa Allah ndio jambo kubwa zaidi kuliko mambo mengine yote ambayo mwanadamu anaweza kupewa. Halafu akasema, wa jannati lahum fiha na'imun muqim, na pepo kwa ajili yao watapata watu hao ambayo ndani yake kuna neema za milele. Ai wayubashiruhumullahu, na Allah anawabashiria aidan vile vile, bijannatin, kwa pepo, lahum, kwa ajili yao, fiha, katika pepo hizo, naimun daimun la yazulu, kutakuwa na neema za milele ambazo haziondoki. Kama ambavyo pahali pengine kuhusiana na neno naimun muqim Allah amelitafsiri akasema, innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilu salihati, na wakatenda matendo mema, lahum ajrun ghairu mamnun, watakuwa na malipo ambayo hayatokuwa na ukomo, hayatokwisha, hayatokuwa na msimu, kama ambavyo amesema pahali pengine katika suratul Waqi'a, anasema la maqtu'atin wala mamnu'a, neema hizo watakazopewa hazitokuwa zenye kukatika wala zenye kuzuiliwa. Huzuiliwi kwa kuwa na restriction, ima ya kiafya au ya kieneo. Vile vile hazitokatika kwa sababu ya msimu, kwamba katika msimu huu neema fulani haipatikani mpaka msimu fulani, au mpaka uende katika ardhi fulani, wao ndio msimu huu wanazalisha na msimu huu hawazalishi. Itakuwa neema hizo ni kwamba kadiri tu mtu anavyotamani yeye mwenyewe ndio neema itakuwa inapatikana. Waqala subhanahu, wa man yu'min billahi, na yeyote yule ambaye atamwamini Allah, wa ya'mal salihan, na akatenda matendo mema, yudkhilhu jannati, natamuingiza katika mabustani, tajri min tahtiha al-anhar, ambayo yanapitiwa chini yake na mito, khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Qad ahsana Allahu rizqa, Allah amefanya uzuri ulioje kabisa wa riziki zao. Wa an abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na kwamba watu hawa watakaa katika neema za milele, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kutafsiri maneno haya na maneno mfano haya, inna fil jannati mi'ata darajatin, hakika katika pepo kuna daraja 100, yani tabaka za fadhila kwenda juu, baina ya watu kuanzia yule wa chini mpaka yule wa juu ni daraja 100, na daraja hizo sio kama daraja labda za VIP na VVIP, bali ni daraja mfano wa sayari moja na sayari nyingine kwa umbali wake.
Aaddaha Allahu lilmujahidina fi sabili, Allah ameandaa kwa ajili ya wale ambao wenye kupigana katika njia yake. Kullu darajatain, kila baina ya daraja mbili, ma bainahuma kama baina samai wal ardh, umbali uliopo ni kama umbali uliopo baina ya mbingu na ardhi, ambao binadamu hata akipima kwa kutumia light years, akafanya calculation vyovyote afanyavyo, hajapatapo mwanadamu kuweza kufikia mbingu ya kwanza. Kwa hiyo ni masafa ambayo hakuna yajua katika viumbe waliopo hai isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale ambao wametaka kuwajulisha kuhusiana na masafa hayo, lakini wanadamu hawawezi kufanya calculation wakaweza kufikia pahali ambapo mbingu zilipo. Kwa daraja moja na daraja nyingine ni masafa ambayo binadamu hawezi kuyajua urefu wake. Fa idha sa'altumullaha, kitu cha kutekeleza katika kujua elimu hii, kitu cha kushika, nyinyi mkimuomba Allah, fasaluhu alfirdaus, basi nyinyi muombeni pepo ya juu kabisa ambayo inaitwa Firdaus, fa innahu awsatul janna, kwa sababu hiyo ndio pepo bora na tukufu zaidi, wa a'la aljanna, na pepo ya daraja ya juu kabisa, wa fawqahu arshur rahmani, na baada ya hiyo ndio inafuata arshi ya Allah mwingi wa rahma, wa minhu tafajjaru anharul janna, na kutoka katika pepo ya Firdaus ndio mito yote ya peponi inatoka hapo. Kwa hiyo wale ambao wameahidiwa malipo mema kabisa ndio wameahidiwa daraja za juu kabisa peponi. Khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Maana yake makithina fi tilka aljannati bila nihaya, watakaa na kubakia katika mabustani hayo bila ya kuwa na mwisho. Kama qala taala, kama alivyosema Allah, innal ladhina amanu wa amilu salihati, hakika wale walioamini wakatenda matendo mema, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, imeshathibiti kuwa kwa wao mapepo au pepo za daraja ya juu kabisa ya Firdausi ndiyo mafikio yao, ndio sehemu yao ya kuteremkia, ndio sehemu yao ya mwisho wa safari yao. Nuzula khalidina fiha, watakaa katika mabustani hayo milele. La yabghuna anha hiwala, hakuna hata siku moja ambayo watataka mbadala, watataka kutoka. Hakuna siku ambayo watachoka watamani kutoka, hata lahdha, hata sekunde moja kutoka katika mabustani hayo. Inna Allaha indahu ajrun azim, hakika Allah kwake yeye ndio kuna malipo yaliyo makubwa kabisa. Ai inna Allaha indahu jazaa'un, Allah ana malipo, wa thawabu, na thawabu kabirun, makubwa, ala al-a'mali salihah, kwa matendo mema wanayotenda waja, yamnahuhu lilmu'minina fil akhirah, ambayo atawatunuku waumini huko akhira. Kama qala ta'ala, mfano wa maneno haya ni kama ambavyo pahali pengine Allah amesema, fala ta'lamu nafsun, hakuna nafsi yoyote ya viumbe inayofahamu, ma ukhfiya lahum, yale ambayo yamefichwa kwa wao katika malipo, min qurrati a'yun, katika mambo ambayo yanaburudisha macho katika pepo, jazaa bima kanu ya'malun, ambayo ni malipo kutokana na yale mema waliokuwa wakiyatenda duniani. Hakuna jicho ambalo limewahi kuona, hakuna sikio ambalo limewahi kusikia, wala haiwezi akili ya binadamu kupata picha ya kile ambacho kimeandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika neema za akhera. Amesema Ibn Abbas, hakuna chochote kile ambacho kinafanana katika neema hizo za peponi na vitu ambavyo binadamu wanavifahamu isipokuwa majina peke yake. Wa utubihi mutashabiha, watapewa vitu ambavyo vinafanana na majina lakini havifanani harufu yake wala ladha yake wala vilivyomo ndani vilivyotengeneza hivyo vitu wala chochote kile isipokuwa jina peke yake. Kunazi itaitwa kunazi, kwa mamanga itaitwa kwa mamanga, lakini halifanani baada ya hapo na kitu kingine chochote kile. Waqala subhanahu, na Allah amesema kuelezea kwamba malipo haya ni makubwa, ya ibadi la khawfun alaykum, enyi waja wangu wa peponi. Katika Qur'ani kuna lugha ya ibadi na ya ibadi, ikija bila ya ye mara nyingi wanakusudiwa waja wachache ambao ni wacha Mungu, na ya ibadi ni wale ambao ni wengi. Wallahu aalam. Ya ibadi la khawfun alaykum, enyi waja wangu hamtakuwa na, hakuna hofu juu yenu aliyauma, leo, wala antum tahzanun, wala nyinyi hamtohuzunika. Alladhina amanu, hao ni wale ambao walikuwa waumini, biayati, na walioamini aya zetu, wakano muslimin, na wakawa ni Waislamu. Udkhulul janna, wataambiwa lahumul janna, udkhulul janna, ingieni katika pepo, antum wa azwajukum, nyinyi na wake zenu, tuhbarun, tuhbarun yani tukramun, watasurun, mtaheshimishwa katika pepo hiyo na mtapewa mambo ambayo yanakufurahisheni. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin, watakuwa wanatembelewa na sahani min dhahabi, za dhahabu, wa akwabin,
na mabilauri au makopo au gilasi ya vile vile ya dhahabu. Wafiha, na katika pepo hizo, ma tashtahihi al-anfus, kutakuwa na kila ambacho nafsi inakipenda, wataladhu al-a'yun, na jicho linaburudika kwa kitu hicho, kila aina ya kitu ambacho mtu anakipenda. Kwa hiyo hakuna haja kwa wale wanaojifanya feministi katika Uislamu kwamba mbona wanaume wamewekewa mahurulaini wengi. Wewe pambana, pigana uipate pepo. Ukisha kuingia huko, wafiha ma tashtahihi al-anfus, kila ambacho nafsi yako inakitamani utakipata. Wataladhul a'yun, na kila ambacho jicho kikiona kitu hicho kinaburudika, basi utakipata. Walakum wataladhu antum fiha khalidun, nanyi mtakaa humo katika pepo hizo au bustani hizo milele. Tilka aljannatu, pepo hizo ni pepo, allati urithtumuha, ambazo nyinyi mnarithishwa, bima kuntum ta'malun, kwa wale ambayo mlikuwa mnayafanya. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun, katika pepo hizo kwa ajili yenu mtapata matunda mengi, miongoni mwa matunda hayo mtakuwa nyinyi mnakula. Katika faida za aya hizi, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan inda Allahi. Allah amesifu a'dhamu daraja, ma anna laysa lilkuffari daraja, pamoja na kwamba makafiri hawatakuwa na daraja yoyote katika pepo. Allah amesema kwamba waumini watakuwa na daraja kubwa kwa sababu zifuatazo: anna hadha warada ala hasabi ma kanu yuqaddiruna li anfusihim min ad-darajati wal fadilati inda Allah. Hivi ni kwamba Allah amezungumza nao kwa kadiri ya vile ambavyo wao walikuwa wanajipa hadhi kwamba wao wana nafasi. Ya pili, an yakuna almuradu anna ulaika a'dhamu darajatan min kulli man lam yakun mawsufan bihadhihi sifati, na maana ya pili ni kwamba hawa waliofanya jihadi baada ya kufanya hijra na imani watakuwa na daraja kubwa kuliko yoyote yule ambaye atapata daraja siku ya Kiyama. Katika aya zinazofuata Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hatuendelea na faida kwa sababu ya muda. Katika aya zinazofuata Allah jalla wa ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu abaakum, siwafanyi mababa zenu, wa ikhwanakum, na ndugu zenu, yani dada zenu na kaka zenu, auliyaa, kwamba ndiyo wandani na watunza siri, inistahabu al-kufra, ikiwa wao watachagua na kupenda zaidi ukafiri, ala al-iman, baada ya kuwa ni waumini, waman yatawalla, badala ya imani, waman yatawallahum, na yote atakayewafanya hao kama ndio vipenzi na watunza siri wake, akavujisha siri za Waislamu kupeleka kwao, minkum, miongoni mwenu nyinyi, faulaika humu dhalimun, basi hawa wanaofanya hivyo ndio madhalim, wanaoweka vitu mahali pasipo stahiki. Qul, waambie Muhammad, in kana abaukum, ikiwa baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, yani kaka zenu na dada zenu, wa azwajikum, na wake zenu au waume zenu, wa ashiratukum, na jamaa zenu wa karibu, wa amwalu niqtaraftumuha, na mali ambazo nyinyi mnazichuma, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambazo mnachelea zisije zikadoda au kufilisika au kupungua bei, wa masakinu tardhaunaha, na majengo mliojenga ambayo mnaridhika kukaa ndani yake. Ikiwa vitu hivyo, ahabba ilaikum, vinapendeza zaidi kwenu nyinyi, minallahi, kuliko Allah, wa rasulihi, na mtume wake, wa jihadin fi sabilihi, na jihadi katika njia yake, fatarabbasu, basi subirini, hatta yati Allahu biamrihi, mpaka Allah atakapoleta amri yake ya adhabu. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, na Allah hawapendi watu waliotoka katika taa yake. Alfasiqin, waumini ambao wametoka katika taa. Aya hizi mnasaba wake na aya zilizopita, kabla ya kwenda katika tafsiri, ni kwamba aya hizi zinazungumzia sasa katika kuwahimiza waumini au kuwajulisha sababu, baada ya kujulishwa kwa nini makafiri wanazuiwa wasifanye hija na umra tena pamoja na waumini baada ya yule mwaka wa 9. Yani walivunja tokea mwaka wa 6 ndio walivunja sulhu. Mwaka wa 8 pakapatikana fathu Makka, mwaka wa 9 wakakatazwa wasihiji tena. Kwa hiyo waumini, Allah akawajulisha kwa nini watu hawa hawafai kushirikiana nao katika ibada, kwa sababu ni watu ambao watakuja tu kunyesheleza watu na kutaka kujenga Kaaba, lakini halafu mambo yao hawana imani, watakuwa wanafanya ibada uchi. Baada ya kuelezewa kwa wazi kwa nini wasije katika ibada, sasa wanaelezewa tena waumini mujaddadan, upya, kwa nini watu hawa wanafaa kwanza wasipendwe, kuwe na baraa, kujitenga nao, lakini pia wafanyiwe jihadi, kwamba hawa hawafai kupewa siri, na ikiwa mtu atafanya hivyo, basi mtu huyu atakuwa anatoka katika taa
ambao amejilazimisha kwa kule kuingia kwake katika Uislamu. Kwa hiyo ni muendelezo wa Allah kueleza sababu na kutoa sababu hizo kwa uwazi zaidi. Kwa nini tokea vile aya za mwanzo za sura hizi zilivyoanza, kwa nini imekuwa hivyo? Kwa nini watu hawa ni wa kujitenga nao na kupambana nao? Kwa nini ile aya ya 5 ayatu saif ni muhimu? Bado aya hizi zinaendelea kuelezea jambo lile lile. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra ala al-iman, kwamba msingi wa jambo lenyewe lipo kwenye kuchagua ukafiri kuliko imani, na yoyote yule atakayechagua tu imani akaacha ukafiri wake, huyu tayari atakuwa ameshaingia kwamba ni ndugu yenu. Kwa hiyo sharti kubwa ni ushirikina. Jambo kubwa linalotakiwa kuliacha ni ushirikina, na sharti kubwa linalotakiwa kufuata ni imani tu. Likishakupatikana hilo, huyo ni ndugu yenu kamili. Bila ya hivyo hakuna udugu wa maana kwa ukaribu wa nasabu au rafiki au kwa sababu ya mali au kwa sababu ya cheo au kwa sababu yoyote ile nyingine iwayo, au nyumba au makazi, chochote kitakachokuwa hicho si jambo zuri litakalowazuia nyinyi, si jambo bora la kuwazuia nyinyi kwenda kupigana jihadi na watu hawa ambao wameacha ukafiri. Kwa munasaba wa aya ni huo. Panapo majaliwa Allah akituafikisha, kesho tukijaliwa, tukija kuanza na tafsiri moja kwa moja ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum, pamoja na kujua kwamba aya nambari 24 qul in kana abaukum wa abnaukum ni katika aya muhimu mno, pengine kuliko, yani katika maudhui yake haina aya inayofanana nayo, namna ambavyo imetajwa kwa urefu, kwa uwazi juu ya mahaba ya Allah na mahaba ya Mtume SAW salam na nafasi ya alwala walbaraa katika dini. Hakuna mfano wake aya hii katika aya tunazozijua au katika mafunzo ambayo tunayajua yanayofikia katika kiwango hichi. Wallahu a'lam wa ahkam. Allah tunamwomba tuwafikishe kusikiliza yale mengi na kufata yale ambayo yana maana, na tuwafikishe pia kesho kuendelea na darasa yetu hii na mpaka mwisho wa sura hii. Wallahu a'lam. Fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Sheikh Abbas. Mimi nilikuwa na katika hii ubashiruhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatun lahum fiha na'imun muqim. Nilikuwa na swali katika ulipoizungumzia pepo na hasa Firdausi ambayo iko juu kabisa, na mfano wa pepo ni kama labda mfano wa sayari. Sasa nilikuwa najiuliza katika maisha ya duniani hapa, huwa mtu unakuwa comfortable ukiwa na watu unaowajua, watu unaofahamiana nao, mfano kama watoto, marafiki, majirani, yani unajua huyu ni fulani. Sasa hivi hali ikoje katika pepo? Mfano sayari nzima wewe unaishi mtu mmoja, Subhanallah. au kutakuwa na hali gani ya kukufanya? Manake ndugu zako, yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Iko possibility ya mtu akawa yeye ameingia peponi, baba yake hayupo, mama yake hayupo, watoto wake hawapo, yani atakuwa na association ipi ya kumfanya awe comfortable? Swali langu lilikuwa ni hilo ya basi. Subhanallah, swali ala ghayati alhamma, yani katika maswali muhimu kabisa, yani na yanaonesha upeo wa fikra na upevu wa akili kufika mtu akafikiria, kwa sababu si kila mtu anaweza kutokea hapa duniani, si kila mtu anapenda ndugu na jamaa na marafiki. Tokea hapa duniani tuko tofauti, lakini tumeshuhudia wazazi akiondoka mtu, ndio mjua mtu Allah mrahamu ameshafariki, wakiondoka wageni kwake analia, yani namna ambavyo alikuwa anapenda watu na anapenda watu waje, anapenda company. Kwa hiyo kuna watu maalum ambao Allah amewatunuku hicho kitu mpaka mtu kufikiria jambo hilo. Wallahi Allah akufikishe kila kheri. Sheikh Juma, kuhusu swali hilo tutajibu katika hatua mbili. Hatua moja ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, au tutajibu kwa hatua tatu. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum
wama alatnahum min amalihim min shay kullu mrin bima kasaba rahin, wale walioamini na wakawafuatisha watoto wao katika imani, hawa tutawakutanisha na watoto wao na wala hawao hawatopunjwa chochote, kwa sababu aghlab inatarajiwa yule aliyetangulia, ndio tulikuwa tunakisema hicho, kila salaf ana ubora zaidi kuliko khalaf. Kila watu wanavyosogea, hata wakijiekti vipi, watu dini inapungua, haiongezeki. Watu wameuishi huu Uislamu, pamoja na kwamba elimu ilikuwa chache, lakini walikuwa tunaona walikuwa na ule Uislamu wa roho ya Uislamu. Sasa hivi tuna bodi tu hivi ya Uislamu, lakini Uislamu unapotea. Tusidanganyane, Uislamu unaporomoka kila siku zinavyokwenda. Ala kulli hal, wale waliopita inawezekana mara chache watoto wakawa bora kuliko wazazi wao, lakini Allah anasema hatutowapunguzia wale wazazi chochote, kwa sababu hiyo ndio kawaida kwamba wazazi watakuwa juu zaidi. Kwa hiyo waumini imetajwa wazi kwamba watakuwa wanakutanishwa na watoto wao, lakini pahali pengine Allah amesema waliman khafa maqama rabbihi jannatan, watu watakuwa na pepo mbili. Kwa wanasema katika wafasiri, katika tafsiri ya aya hii, jannatan, jannatun khasatun lahu, pepo moja ni maalumu yake mtu, hiyo ni special, kama mtu anavyotengeneza chumba chake siku hizi, sio self contained, bali ni wanahitaji yani kinajitosheleza kile chumba, suite wanaita ya suite, chumba na choo na jiko na nini, mtu anajaribu kutengeneza na mlango wake wa kutokea nje kwa huko na mlango wa view ya nje wa vioo na kadha, suite inaitwa. Kwa hiyo na peponi mtu atakuwa na pepo nzima yake yeye peke yake, halafu na pepo nyingine kwa ajili yake na marafiki zake, wanashare au wanaweza kushare hapo. Kwa hiyo hata watu ambao hawajafikia daraja ile ya juu yake yeye, wanapo sehemu ambapo ni nzuri ya kukusanyika na kukutana. Ndio maana katika maana waliman khafa maqama rabbihi jannatan, yule ambaye atakuwa amemwogopa Allah atapata pepo mbili. Lakini namna ya tatu ya kujibu swali hilo, ambayo ndio muhimu zaidi, la'allahu, Allah jalla wa ala amesema wayatufu alaihim wildanu mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idha ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira. Watu watakuwa wanatembelewa na vijana ambao hawajafikia baleghe wa kiume, ndio watumishi katika pepo, ambao ukiwaona ni kama lulu zilizotawanywa. Sasa fikiria lulu na udogo wake. Lulu tunazijua udogo wake, unaziona lulu zilizotawanywa, maana yake wewe upo sehemu ya juu, halafu watumishi wako ni wengi mno kwa masafa ulipo wao na wao, unawaona kama lulu ndogo ndogo zilizotawanyika sehemu nyingi. Lakini hajaishia hapo, Allah akasema wa idha ra'aita thama, ukiwaona wale watumishi wako waliomo katika pepo yako, ra'aita naima, utaona wazi wazi neema zilivyo wazi zilivyokubwa, wa mulkan, neema kubwa, na ufalme. Hapa ndo mahallu shahidi, wa mulkan kabira, na ufalme mkubwa. Kwa hiyo ufalme, ili uwe ufalme ni lazima uwe unamiliki nchi, bali zaidi ya nchi moja, kwa sababu marais ndo wanamiliki nchi, lakini ufalme ulikuwa unatawanyika katika asli ya ufalme, unatawanyika katika mataifa mengi, anakuwa mfalme ni mmoja, alafu kuna magavana. Kwa hiyo mulkan, halafu unaitwa adhima, mkubwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala unamaanisha kwamba yani hii aya inaonyesha hakuna haja ya mtu kugombania cheo duniani. Cheo kipo akhera, wazi Allah anatangaza ufalme. Na hata ukipata ufalme hapa duniani, kila mfalme duniani, wafalme wote wana sifa tofauti tofauti, tabia tofauti tofauti, wanamiliki vitu, lakini kitu kimoja wanashirikiana wote, huwa wana hofu ya kupinduliwa, isipokuwa Uthman bin Affan alipokuwa kuridhia yeye mwenyewe kwamba apinduliwe kutokana na wasia wa Mtume. Waila wafalme wanashirikiana na sifa hii. Kila mfalme hata akiwa na jeshi kubwa kiasi gani, anaogopa asije akapinduliwa hata na wale watu wake wa karibu mwenyewe. Lakini ufalme wa peponi hakutokuwa na hata shaka kwamba mtu siku moja atapinduliwa. Kwa hiyo ni mulkan adhiman, ufalme mkubwa. Huwezi ukawa mfalme alafu upompweke, una watu wengi wa kuwatawala, una watu wengi wa kushughulikia mambo yao, una watu wengi ukitaka kuwasikiliza, ukitaka wakusikilize, ukitaka huwezi, kwa sababu baba yako waliyadhu billahi au kipenzi chako, kama itakavyokuwa labda kwa Nabii Lut na Nabii Nuh, kwamba mpenzi wake ameingia motoni, kwa yeye anapata sonono kwa sababu ya mpenzi wake ambaye hakuingia katika pepo. La, una ufalme mkubwa badala ya kile ambacho umekikosa. Ala kulli hal, samari ya yote hiyo ni kwamba fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, na aya ambayo tumeisoma, wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun. Aya hizi ndo zimeelezea kila kitu kilichobakia. Anayetaka amiliki Jupiter,
atapata Jupiter na atawekewa wakazi katika Jupiter wa kuwaendesha anavyotaka yeye. Hakuna mtu ambaye atakuwa na kitu ambacho anahisi kasoro katika pepo. Naam, mashaikh, kulikuwa na mtu mwingine pia Naam, aliuliza. naam, mie. Salamu alaikum. Naam, wa alaikum salaam wa rahmatullah. Alim, kuna aya ile ya Suratul Rum ya 31 ile yani tofauti kati ya yani adhabu ya hawa ile munibina ilayhi wattaqu wa la takunu min almushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a ile munibina ilayhi wattaqu wa aqimu salata wa la takunu min almushrikin ile alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kidogo mushriki wa kule ama na kidogo Umesema aya ya ngapi? Aya 31 ya Suratul Rum. 31 Suratul Rum. Ya 31, munibina ilayhi wattaquhu wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikin. Ndio hiyo. Hiyo mushriki wa hapo, mimi alikuwa naomba ufafanuzi kidogo. Wakanu mushrikin ambayo ulikuwa unaulizia, ambayo ni aya nambari 31, si ndivyo? Mushirikina wa hapa ni wale wale washirikina wa kawaida. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimu salata takunu minal mushrikin, ni hawa hawa washirikina wa kawaida ambao hawaamini Uislamu wala hawasimamishi sala wala hawatoi zaka, ndio ambao hao wanaitwa kwamba ni washirikina. Min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia, ambao dini zao wamezigawa makundi makundi. Yani kwa mfano ukichukulia Wakristo wamejigawa, kila mmoja ana, yani mlokole hawezi kuswali kwa Mkatoliki hawezi kuswali kwa Msabato hawezi kuswali kwa Protestant hawezi kuswali kwa New Churches of God yani kila mmoja kundi. Hili jambo sio kwa Waislamu hata wakiwa tofauti zipo, lakini kila mmoja anaweza kuswali katika msikiti wa wengine. Ikija ikifika pahali na Waislamu nao ikawa hawezi kula kichinjwa kilichochinjwa na Muislamu mwenzake, au hawezi kuswali kwa msikiti ambao wanaelekea kibla kama chake, huyu naye atakuwa amejisifu kwa sifa hii ya kufarikisha katika dini. Lakini muda wa kuwa watu wana hitilafu hizi ndogo ndogo hawaingii katika aya hizi mpaka wawe hawawezi kuchanganyika na kutangamana katika ibada, ndio hao wanaweza kusema kwamba wamefikia kwamba wanaitwa kullu hizbin bima ladayhim farihun. Na kuishusha aya hii kwa makundi ya ndani ya Uislamu pia si katika haki vile vile, kwa sababu hawa wameitwa kwa ushirikina, na mtu ukimwita mshirikina unamtoa katika Uislamu, na haijuzu Muislamu mmoja kumtoa Muislamu mwenzake katika Uislamu kwa sababu ya ikhtilafu zao. Wallahu aalam, isipokuwa labda ikiwa jambo hilo limetoka katika upande wa watu ambao wana mamlaka ambao wanaitwa ahlul hilli wal iqdi, wana mamlaka ya kumtoa mtu katika Uislamu baada ya kupitia vigezo vya kumnasihi na kadha na kadha, wanaweza kutangaza wao. Lakini ila sisi huku haturuhusiwi kukufurishana au kuitana washirikina. Kwa ufupi, mushirikina hapa ni wale washirikina hasa ambao hawaamini wala hawamchi Allah wala hasimamishi sala wala hawatoi zaka. Naam. Jazakallahu khair. Na Kama hakuna Assalamu alaikum. wa alaikum salaam wa rahmatullah. Na mimi Shabasi nilikuwa na swali kwenye kuzungumzia hizi ayat ambazo zinazungumzia walopigana jihadi au mujahidin katika njia ya Naam. Allah. Je, hii inasimama ni kama narration ya ujira wao kwamba tunahadithiwa sisi, au kwa sisi tunaweza kufanya namna na sisi tukawa katika walioandikiwa ujira huu? Kwa sababu nilipata kusoma makala moja kwa shekhi mmoja sema kwamba jihadi yani makusudio yalikuwa ni da'watu ila Allah, na kuweza kuzuia vile vizuizi ambavyo vitafanya watu wasipate dawa ya kumwabudu Allah mmoja. Kwa hivyo, je, hii itakuwa ina yani sisi kwa mfano labda katika mwezi wa Ramadhani mathalan, hadithi ya Mtume salama
alosema kwamba kuna mlango katika milango ya pepo unakuwa umefunguliwa, babul jihad. Sasa je, na sisi watu wa enzi hizi yani hatuna namna ya kuweza kuingia katika ujira kama huu ambao wameahidiwa hawa waliopigana jihadi? Bismillah walhamdulillah. Jihadu qaimun, yani katika itikadi za Ahlus Sunna wal Jamaa, anna aljihada qaimun ila qiyamis saa, jihadi itasimama na itaendelea kuwepo mpaka kiyama kitasimama. Hakuna mtu anayeweza kusema kwamba jihadi sasa hivi hakuna, lakini kila watu wameandikiwa jihadi yao, na kila zama, kila amri imeamrishwa pamoja na istitaa, qadri al-istitaa. Kwa jihadi ile ya saif, baadhi ya wakati inasimama kwa kukosekana shurut au kwa kuna mawani, masharti aidha yamekosekana, kuna vizuizi vinazuia, hamwezi kufanya wakati fulani. Lakini jihad wakati mwingine inaweza ikawa jihadul lisan. Sema Ibn Qayyim anasema jihadul lisan wal qalam, inayotokana na ilmu. Mtu akawa na ilmu alafu akawa anatangaza Uislamu kwa kutumia kalamu yake au ulimi wake, huyu anaweza akapata jihadi, daraja kubwa zaidi ya jihadi. Au jihadu arbabu shayatin, kupambana na viongozi wa mashaitani, wa mtu akawa anapambana na shirki, anawalingania watu waache shirki waje katika tauhidi. Wale waliosibiwa na maradhi ya kishirikina mathalan, akawa anawasaidia kupata dawa na kuacha kwenda katika ushirikina, wakarudi katika tauhidi. Bila shaka hii ni jihadi ya wazi kabisa, kwa sababu ndio lengo la jihadi, ni kuzuia kuenea ushirikina na kusimamisha tauhidi. Kwa hiyo mtu huyu anapata sawa, au inaweza ikawa nafasi yake ni kubwa zaidi, kwa sababu yule alikuwa anapambana na binadamu, alikuwa anamuona huyu anapambana na viumbe asiowaona, asiowajua, ambao hawalali mchana na usiku, anamfanyia vitimbi kumrejesha katika uchumi, katika nini na nini. Kwa hiyo jihadi ipo na zipo namna nyingi za jihadi, kama ambavyo wameeleza wanachuoni. Mtu kujizuia tu ile nafsi yake sitende uovu, ndio yani ile self discipline ambayo hivi sasa inahitajika sana. Kuna self discipline hii tunajifunza katika Ramadhani, kujizuia, lakini mpaka self discipline online self discipline. Sasa hivi tuna infinite scrolling, si ndio? Mtu anaweza kuwa anaperuzi tu hakuna mwisho, na analetewa zile preferences zake. AI inakaa inachunga mtu huyu anapenda nini, ndo analetewa kile unachokipa. Unapenda dini, utaletewa. Tunapenda debate, utaletewa tu debate. Unapenda mpira, utaletewa tu mpira. Unapenda hivyo vitu mchanganyiko hivyo, preferences zako zinapangwa. Kwa hiyo wewe ukawa una deny hicho, na unajiwekea self respect kwamba nikiperuzi ikifika dakika kadhaa, labda simu inikumbushe nisiendelee tena, au mwenyewe unajikumbusha, au nina uninstall zile ambazo zina infinite scrolling application zote, mfano YouTube na nini, unazitoa kabisa kwenye simu yako kwamba hizi zitanipotezea muda, hasa kabla kipindi hicho au katika kipindi chote, kama mtu anaweza. Hizi zote ni jihadi, ni aina za jihadi. Jihadi ya kwanza Allah amesema, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum, au kama qala Allah Ta'ala. Hujawaona wale ambao, yani masahaba walikuwa wanakwenda kwa Rasulullah, turuhusu tupigane. Mtume akamwambia kufu aidiakum wa aqimus salat, zuieni mikono yenu. Kwa hiyo self discipline kwanza, unapigwa, unashambuliwa, alafu masahaba anaambiwa msilipize. Mtume anawaambia nyinyi jambo hili litatimia, lakini nyinyi mna haraka, hemu tulieni kwanza. Waliopita kabla yenu walikuwa wanafanywa kadha na kadha na kadha, mmoja wao alikuwa anapasuliwa katikati, lakini jambo hilo halimzui katika dini yake, na kadha katika maneno alikuwa anamwambia mtu sasa. Kwa hiyo jihadi inaanza kwanza na al-kufu, mtu kuweza kujizuia pale anapoambiwa ajizuie. Ndio maana walipofanikiwa hili, kina Ali bin Abi Talib amekwenda katika vita, ashamweza mshirikina Myahudi, anataka kumuua Myahudi, akamtemea mate, Ali akaacha kumuua. Akamuuliza kwa nini? Anambia kwa sababu nilikuwa nataka kukua kwa ajili ya Allah. Uliponitemea mate nilipata hasira, ningalikuwa kwa nafsi yangu, kwa ajili ya nafsi yangu, nisingalikuwa na malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu watu walizoeshwa kujizuia kwanza kabla ya kushambulia. Kwa jihadi inaanza mbali sana. Ndio maana aya za jihadi utaziona zipo katika sura za Maka. Mfano sura Furqan utakuta ndani yake kuna wajahidu na nyinginezo aya mbalimbali za Maka. Hakukuwa na jihadi ile ya upanga, kwa sababu jihadi inaendelea maana yake zaidi, au inaanza mbali zaidi. Kwanza mtu kuweza kujicontrol
mtu kuweza kusoma elimu ya dini yake, mtu kuweza kulingania dini yake mpaka atakapokuwa amezuiwa, amedhulumiwa, amefanywaje. Ndio hiyo kupitia katika sulhu ya Hudaybiyah ilikuwa ngumu sana, lakini yenyewe ni sehemu katika jihadi. Sulhu ya Hudaybiyah ni sehemu katika sehemu za jihadi, alafu mwisho kabisa ndio mtu anaweza kuingia katika vita pale ambapo hakuna namna nyingine. Wallahu a'lam. Kwa jihadi sio narration tu, ni jambo ambalo lipo na katika kila saa, kila muda, kila zama mtu anatakiwa ajue anapambana vipi na ili na yeye awe katika mujahidina. Naam, shukrani. وعلى هذا القدر يكف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.